Serikali ya Mama Samia Suluhu kupitia jeshi la polisi imeweza kutoa ilani ama onyo kwa wale ambao wataweza kuhusika katika kuandaa maandamano ya Disemba 9. Kupitia kwa taarifa ambayo imeweza kutolewa na jeshi la polisi katika nchi ya Tanzania ni kwamba maandamano hayo kusudi lake halijaweza kuwa bora, na kwa hivyo sio jambo ambalo linapaswa kufanyika. Taarifa ambazo zimeweza kunifikia kutoka kwa jeshi la polisi ni kwamba polisi sasa wataanza ama pia wamekuwa wakiwachukulia hatua wale ambao wameonekana wakiandaa maandamano hayo katika mitandao au katika ubinafsi wao sehemu yoyote ile. Watu hao wamechukuliwa hatua, na bado jeshi la polisi linaendelea kuwachukulia hatua wale ambao wanahusika katika kuiandaa maandamano hayo, iwapo ni kwenye mitandao ama iwapo ni sehemu yoyote ile. Lakini ikiwa unahusika kuiandaa maandamano hayo, basi jeshi la polisi litahakikisha kwamba umetiwa mbaroni. Katika taarifa ya polisi ambayo imeweza kutolewa ni kwamba jeshi la polisi la Tanzania linaendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kulinda maisha ya watu na mali, sambamba na kuhakikisha hali ya amani, utulivu na usalama unaendelea kuimarika nchini. Nikiendelea kusoma pia limeendelea kuzuia uhalifu sambamba na kuwakamata wale wanaofanya makosa mbalimbali, yakiwemo makosa ya kimitandao kama yale wanaoendesha makundi mbalimbali katika mitandao ya kijamii ya kuhamasisha uhalifu na kuwachukulia hatua za kisheria za nchi zinavyoelekeza. Aidha, jeshi la polisi kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vimekuwa vikifuatilia kwa karibu sana yanayoendelea katika mitandao ya kijamii na kwenye makundi sogozi, wakihamasisha wanayoyaita maandamano yasiyo na kikomo ya tarehe 9 Disemba mwaka 2025. Hicho wanachomaanisha kukiita maandamano ya amani, mtu yeyote anayewasikiliza na akiendelea kuwasikiliza wanahamasishana kufanya mambo yafuatayo. Sasa kulingana na polisi, vijana au wowote wale ambao wanaweza kuyaandaa maandamano ya Disemba 9 wanapania kuyafanya haya ambayo yanafuata katika ripoti yao hii. Kupitia mitandao ya klabu mbalimbali za mitandao wanahamasishana ili kusiwe na shughuli yoyote itakayokuwa ikiendelea siku hiyo ya maandamano. Lakini pia wahakikishe wanaharibu na kuchoma moto minara yote ya mawasiliano ili nchi mzima ikose mawasiliano. Kipande kingine kinasema wanahamasishana wahakikishe kwamba bandari ya Dar es Salaam haifanyi kazi, kwani wanafunga barabara zote za kuingia na kutoka bandarini. Nambari inayofuata, siku hiyo na kuendelea, wanahamasishana wafunge barabara zote za kuingia na kutoka katika mipaka yote ili kuhakikisha hakuna anayetoka au kuingia nchini.
Wanahamasishana pia kama vijana wakapole mali za watu kwa sababu wanachokisingizio kuwa wana njaa. Pia wanahamasishana kuwa watahakikisha wanafuata popote walipo watumishi wa serikali ili wawadhuru. Wapo wengine wameapa na kutamka watakaoandamana wasifike kwenye mitaa yao, kwani watawashughulikia ipasavyo. Kwa hivyo kuna kundi lingine la wananchi kulingana na polisi ambalo limeapa kwamba waandamanaji wakiweza kufika mitaa yao basi watawashughulikia vilivyo. Ukiangalia taarifa hii ya polisi, wanakusudia kusema kwamba waandamanaji wanapanga kuleta vurugu. Hawajaweza kuyataja maandamano ya Disemba 9 kama maandamano ya amani. Lakini pia katika taarifa yao hawajaweza kuweka uzito ule kwamba pana maana yoyote ya Watanzania kuweza kufanya maandamano hayo ya Disemba 9. Ina maana katika jeshi la polisi ama uongozi wa serikali ya Samia Suluhu hawajaweza kuona kwamba maovu yaliyoweza kutokea yaliweza kuwachosha watu, ama kuna watu wamehuzunika na kupoteza wapendwa wao na vifo ambavyo viliweza kutokea katika siku ile ya uchaguzi. Kila ambacho tunakiona katika taarifa hii ya polisi ni kwamba serikali imejitahidi sana kujikinga kusalia mamlakani kuliko kuhakikisha kwamba wananchi wanapata kile ambacho wanakihitaji. Ikumbukwe kwamba maandamano ya Disemba 9 yanafanyika mpaka pale serikali itakapoweza kuonekana kwamba Samia amejiuzulu ama viongozi waliomo serikalini sasa hivi wanajiuzulu na kuelekea nyumbani, ili Tanzania iweze kupata uongozi bora. Kwa sababu mauaji yaliyoweza kutokea haijaweza kuzungumziwa na serikali haijaweza kuonekana kwamba inaweza kubeba lawama za yaliyoweza kutokea katika siku ile ya kuweza kupiga kura. Kwa upande mwingine, unaweza kutia lawama kwa serikali kwa sababu wananchi wana wenzao ambao waliweza kupoteza maisha yao, na waliopoteza maisha yao ni Watanzania kama wengine. Kwa hivyo serikali inapaswa kuhakikisha kwamba imechukua lawama zile, imehakikisha kwamba wale walioweza kuwapoteza wenzao wamefidiwa pengine, au familia zao zimeweza kuangaliwa vyema. Lakini mpaka sasa hamna ambaye ameweza kuchukua lawama zile ama ameweza kukubali kwamba kuliweza kutokea machafuko na hayakupaswa kutokea. Msikilizaji, achia maoni yako kwenye comment section. Hakikisha kwamba unazidi kupiga subscription, kwa maana nitakuwa hapa kuhakikisha kwamba unafahamishwa na unapata taarifa punde zinapotokea.